Shetani ameanza kuwa serious sana tokea ambapo Yesu ameingia kwenye hicho chumba cha pili, kwa sababu hiyo ni wakati ambao unaitwa ni kama walala salama. Tokea Yesu alipoingia chumba cha pili ni wakati wa kukubali majina, kuyaingiza katika kitabu cha uzima ama kufuta majina katika kitabu cha uzima. Ndio hiyo kazi, kufuta majina ama kuyabakiza, ndio kazi inayobaki katika wakati Yesu anapoingia kwenye chumba cha pili. Saa ya hukumu yake imekuja. Wakati huo wale wote wanaoitwa kwa jina la Kristo wanahukumiwa kwanza. Hebu nisomee Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, unisomee aya ya 17 katika sura ya 4. Sura ya 4 aya ya 17. Hebu soma hiyo aya, alafu tufate Yesu atuelekeze kitu kimoja kumalizie. Hukumu imekuja, na ukumbuka anasema imekuja, si itakuja, imekuja. Tokea ujumbe wa malaika wa kwanza unaelekeza hukumu. Ndio hii kitu kinaitwa hukumu ya upelelezi. Yaani wewe leo unapelelezwa kwanza kwa wale wanaoitwa kwa jina la Mungu, wanapelelezwa mpaka maneno yao. Unajua wengi wanaingia katika Ukristo hawaelezi Ukristo ni kitu gani. Ukristo ni kila kitu unachokifanya, unavyokula, unavyovaa, unavyoongea. Wachana na mtu akakwambia ana matani ambayo hayaeleweki, mwingine na matusi, mwingine na nini. Hapo bado hujaongoka. Na hata tusi lolote linalotoka katika midomo yako, kwanza kama Mkristo, linaandikwa. Sasa hapo ndio tunaanza kupata joto. Kila kitu kinaandikwa. Soma haya. Aya ya 17 imeandikwa, aje, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Twende. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wasioiamini injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hivyo saa ya hukumu inaanza, na inaanza katika nyumba ya Mungu. Inaanza kwa wale ambao wapo katika Kristo, lakini ikienda kwa wengine vile vile. Sasa ndio maana tukasema tangia hukumu hii inaitwa hukumu ya upelelezi iweze kuanza kwa sasa hivi. Wapendwa, hasio muda wa kucheza na dhambi hata kwa dakika hii moja kabisa. Nawaeleza, usije ukadhani ya kwamba uko hai leo utakuwa hai na kesho kutwa. Hata kama utakuwa hai bado ukumbuke kila neno na tendo unalolifanya linaandikwa katika vitabu vya mbinguni, na vilivyo inavyokuja kutumika katika siku ya hukumu. Kwa sababu hiyo ndio hukumu inaitwa hukumu ya upelelezi. Kama kuna mtu ameshawahi kujua habari wale watu wanafanya upelelezi, kila kitu kinaandikwa kinachoweza kusaidia katika hukumu ya mwisho. Sasa tuko kwenye hukumu ya upelelezi. Tusikize Yesu Bwana anasemaje. Nenda kitabu cha Mathayo. Chochote hata kama ukasema ni neno la utani na halina maana, wakati huu wa sasa kabisa na kueleza hilo neno utakuja kulitolea hukumu. Linatolewa hukumu kwa sababu unapelelezwa. Wewe unafaa ama hufai? Ukiwa hufai unawekwa pembeni, ukiwa unafaa unaingizwa. Na kama kadri unavyoendelea kuishi, kama utafikia wakati haufai tena, unatolewa tena. Ni muda wa kuwa serious kama vile hujawahi kuwa serious tena. 12:36 soma Mathayo. 12:36 kitabu ni cha Mathayo. Twende tusikize. Na soma kama ilivyo. Soma. Semaje? Anasema basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watafanya nini? Watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa nini? 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa maneno yako utahesabiwa haki. Na kwa maneno yako utafanya nini? Kumbe kwa maneno tu unayonena utahesabiwa haki, na kwa maneno tu utahesabiwa hukumu. Wachaneni na kucheza na dhambi.
Kwanza elewa dhambi ni nini, na kisha jitenge nayo kiasi cha kukimbia. Ndio unaona anapotueleza Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza